Jalsa leo ilikuwa tumejaribu kukusanya, ingawa wakati ni mdogo, kati ya dua ya nusu Shaaban na tawsiya al-Habib Umar, kama kumkumbuka, hasa kwa kuwa tulikuwa naye miezi iliyopita katika msikiti kama huu, na hapa niliposimama ndipo alipotutolea bayan kabla al-Jum'a, kisha akapanda juu ya mimbar akatutolea khutbat al-Jum'a Sayyid al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi al-Jailani rahmatullahi alayhi, mmoja katika maulama wakubwa wa umma ambaye kwamba alizaliwa katika mji wa Duan, Hadramut, Yemen, tarehe 1 mwezi wa Shawwal mwaka 1365 Hijria. Akasoma kwa maulama wa wadi wakubwa. Wa kwanza kabisa ni babake, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, Habib Hamid bin Abdul Hadi al-Jailani. Ametoka katika nyumba ya takwa, nyumba ya ibada, nyumba ya ilmu, nyumba ya wara. Babake akienda haji na yeye ana miaka 17, alimwachia darasa yake iendeleze. Inaonyesha kiwango gani cha ilmu alikuwa shafikia kutoka wakati wa udogoni mwake. Akaenda baada ya hapo akachukua elimu kwa maulama wa Hijaz, akaenda pande za Makka akasoma kwa maulama wa Makka. Musnid ad-Dunya Sheikh Yasin al-Fadani amechukua ilmu kutoka kwake. Katika maulama wa zama za mwisho walibobea sana katika ilmu ya hadithi, mpaka kaitwa Musnid ad-Dunya. Hakuwa tu labda ni msomi katika fani fulani tu. Habib Umar alikuwa ni muhaddith, alikuwa ni faqih, alikuwa ni mufassir. Mweke popote atakapomweka katika ulum mbalimbali, yeye alikuwa amebobea ndani yake. Akasoma vile vile kwa Sheikh Hassan al-Mashat, akasoma kwa Sheikh Alwi bin Abbas al-Maliki, babake muhaddith al-Haramain Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki radiyallahu anhum jami'an. Akasoma kwa al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqaf, al-Habib Ahmad Mashhur bin Tal al-Haddad na wengine wengi katika maulama. Na akakaa miaka 30 anasomesha katika mji wa Makka, mpaka akapewa laqab ya mufti Shafi'iyya ama mufti Sada Shafi'iyya fi Makkah al-Mukarrama, mufti wanaofuata madhhabi ya Imam Shafi'i katika mji wa Makka. Majalis ya ilmu, majalis ya karam. Nakumbuka nikihudhuria majlis katika nyumba yake 2017 kama sijakosea, anasomesha Habib, na akimaliza hudhuri yoko ni kubwa na watu wote watakula, na si chakula cha kawaida, chakula kizuri. Mnaambia uwape watu chakula cha roho, kisha bado uwape na chakula cha mwili. Lakini shay'un min ba'dinihi la yustaghrab. Amerithi kutoka kwa babu yake wa juu Sheikh Abdul Qadir al-Jailani rahmatullahi alayhi. Sheikh Abdul Qadir al-Jailani alikuwa akisema, natamani ningekuwa na uwezo nikawalisha watu wa Baghdad wote, watu wa mji mzima. Na akaweka sehemu ya chakula. Nimekutana na moja katika mashaikh amenihadithia wiki iliyopita tu, anasema nimezuru Baghdad nikaona mat'am ya Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, karni au makarni na makarni, mamia kwa mamia ya miaka, kutoka wakati wa uhai wake mpaka siku ya leo, kunalishwa watu kila siku watu wanakula bure. Asema na pamoja kuwa wakati wa corona vitu vilisimama, na wakati wa vita vya Iraq ilipokuwa napigwa na Marekani vitu vingi vilisimama, lakini hakujawahi kusimama hata siku moja hiyo sehemu, kunalishwa kila siku. Na maajabu, asema hatujui, saa nyingine tuna wasiwasi kesho kutapikwa nini, mara kushakuja kanta nzima ya chakula, chatoka wapi Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Kwa hivyo amerithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mrahamu, amtakabalie shahada yake. Amechukua roho yake akiwa kati ya mbingu na ardhi, yuko safari, ameishi anasomesha, anaishi analingania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatoka Oman anakwenda Indonesia, anafariki katika ndege.
kati ya mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtakabalie katika mashahidi, atujumuishe naye pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-Firdaus al-A'la.